BMP TV Professional Update. Habari za mchana ndugu mpenzi mtazamaji wa BMP TV online popote ulipo. Sauti yako ya uhakika ya habari, taarifa na uchambuzi wa matukio makuu kutoka hapa nyumbani na duniani kote. Ni mimi Bila Pengo Ulua na kuletea taarifa kwa muda. Tusogee pamoja kwenye habari za leo. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment ili uwe kwanza kupata update zetu zenye uhakika na zenye kuaminika zaidi. Leo tarehe 22 Oktoba 2025 majira ya saa 8 Afrika Mashariki, tunakujuza matukio muhimu yaliyojiri ndani na nje ya taifa, huku tukijikita zaidi katika masuala ya usalama, diplomasia na amani katika eneo la Maziwa Makuu. Shukrani za pekee ziende kwa wazalendo wote wanaotuandikia, wanaotoa taarifa. Endelea kuwa nasi kwa sababu habari kamili zinaanza hivi punde. Na huu ni mtasari wa habari. DRC. Jeshi la Rwanda lautumiwa kuanza kufunga vifaa vya kivita vya kisasa katika eneo la Nyatende karibu na mji wa Uvira, mkoa wa Kivu ya Kusini. Vyanzo vya ndani vinasema vifaa hivyo ni anti-missile ya mitambo ya kudhibiti mawasiliano ya anga, ikiwa ni pamoja na antena za ufuatiliaji na vifaa vya kupambana na mashambulizi ya angani. Kunayo na mengineyo, baki nasi ili kupata kile kinachojiri katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo na dunia nzima kwa ujumla. Habari kamili. Katika taarifa mpya iliyopokelewa mapema leo mchana majira ya saa 8 Afrika Mashariki kutoka vyanzo vya kijamii na vya kiusalama huko Nyatende, jimbo la Kivu ya Kusini, jeshi la Rwanda limeanza kufunga vifaa vya kisasa vya kijeshi vinavyotajwa kuwa ni anti-missile pamoja na antena za mawasiliano na ufuatiliaji wa anga. Kwa mujibu wa mashahidi walioko eneo la tukio, shughuli hiyo inafanyika kwa siri kubwa katika nyumba moja iliyoko katika ujenzi, hatua ambayo imezua taharuki kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Vifaa hivyo vya anti-missile vinadaiwa kuwa na uwezo wa kuzuia au kupindua mashambulizi ya anga, yakiwemo mashambulizi ya ndege za kivita au ndege zisizo na rubani, drones, zinazotumiwa na jeshi la FARDC au vikosi vya wazalendo katika harakati za kulinda mipaka ya taifa. Aidha, taarifa hizo zinaeleza kwamba jeshi la Rwanda limeweka pia vifaa vya kudhibiti mawimbi ya mawasiliano ambavyo vinaweza kuvunja au kuzuia mawasiliano ya kijeshi katika maeneo ya karibu, hasa yale yanayokaliwa na wanajeshi wa Kongo na vikundi vya ulinzi vya kiraia. Mashahidi wanaripoti kuona wanaume waliovaa sare zisizo rasmi lakini wanaonekana wenye mafunzo ya kijeshi wakiendesha shughuli za kuelekeza antena, kupima mawimbi na kuunganisha nyaya za kielektroniki usiku na mchana. Kulingana na vyanzo vya ujasusi, mitambo hiyo inaweza kusaidia Rwanda kudhibiti harakati za kijeshi katika maeneo ya Uvira pamoja na kufuatilia kutoka anga maeneo yote yanayokaliwa na wapiganaji wa FARDC na wazalendo kwa kutumia drones za kisasa. Wananchi wa Nyatende wameripoti hofu kubwa, wakisema hawajawahi kushuhudia shughuli za aina hii zikiwa waziwazi ndani ya eneo la makazi ya raia. Wengine wameeleza kuwa baadhi ya barabara za kuelekea eneo la nyumba hiyo sasa zinadhibitiwa na watu wasiojulikana, huku magari yasiyokuwa na namba yakionekana yakifika usiku. Kwa upande wa jeshi la FARDC, hali sasa alijatoa tamko rasmi kuhusu taarifa hizi, ingawa vyanzo vya ndani ya kijeshi vimeeleza kuwa kuna taarifa za kijasusi zinazofanyiwa uchunguzi kwa karibu ili kudhibitisha uhalisia wa madai haya. Wachambuzi wa masuala ya kijeshi wanasema hatua kamili, endapo itathibitishwa, inaashiria tishio kubwa kwa usalama wa anga la Kongo, hususan katika ukanda wa Uvira, Fizi, Baraka, ambao ni muhimu kimkakati katika vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi. Aidha, wachambuzi wa masuala ya kikanda wanaona uwezekano wa Rwanda kujiandaa kwa mapambano ya muda mrefu
ikilenga kuimarisha mtandao wa upelelezi wa anga na kudhibiti mienendo ya FARDC. Wengine wanasema hii ni sehemu ya mkakati wa kisiri unaweza kuhusishwa na majaribio ya kueneza ushawishi wa kijeshi wa Kigali ndani ya ardhi ya Kongo, kinyume na maazimio ya kimataifa na makubaliano ya amani yaliyotiwa saini hivi karibuni. Wito umetolewa kwa serikali ya Kongo kupeleka timu maalum ya uchunguzi kushirikiana na wapatanishi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki MONUSCO ili kubaini chanzo na lengo halisi la uwepo wa vifaa hivyo vya kijeshi katika eneo la kiraia. Wananchi wametakiwa kubaki watulivu lakini waangalifu, huku vikosi vya usalama vikiomba kuimarisha doria na ulinzi wa mipaka yote ya Kivu ya Kusini, ambako ujasusi na uvamizi wa anga unaendelea kuwa tishio kubwa. Ndugu mpenzi mtazamaji wa BMP TV Online, tunahitimisha taarifa yetu kutoka Nyatende katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Hali katika eneo la Nyatende karibu na Uvira inaendelea kuwa ya wasiwasi mkubwa. Uwekaji wa vifaa vya antimisile na mitambo ya kielektroniki ya kijeshi unaonyesha wazi kuongezeka kwa mvutano kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati dunia ikiendelea kutafuta suluhu ya kudumu ya amani katika eneo la Maziwa Makuu, wakazi wa mashariki mwa Kongo wanazidi kuishi kwa hofu na mashaka, wakitarajia hatua madhubuti kutoka kwa viongozi wa kitaifa na kimataifa. Toka Nyatende, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hii ni taarifa rasmi habari. Tunaendelea kufuatilia hali hii kwa karibu na kukuletea taarifa kamili kadri itakavyoendelea kujitokeza. Na hivi ndivyo tunafunga ukurasa wetu wa habari kutoka hapa BMP TV Online. Endelea kuwa nasi kwa vipindi vingine vinavyofuata. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment ili uwe kwanza kupata update zetu zenye uhakika na zenye ukweli zaidi. Kwa niaba ya timu nzima ya utayarishaji, ni mimi Bila Pengo Ulwa. Tukutane majira ya saa 12 kamili jioni. BMP TV Professional Update.